kwa wale ambao wamekuwa wakifuatilia sana muziki wa Marekani au hip hop ya Marekani, huwezi kumsahau rapa Young Thug. Ni moja kati ya marapa ambao wanafanya poa zaidi kwenye muziki wa huko Marekani na kwenye rap kwa ujumla au hip hop. Sasa kulikuwa kuna kesi ambayo inamhusu Young Thug na kuweza kufungwa kifungo cha miaka 15 ambacho alikuwa anakitumikia, lakini kifungo hicho kilikuwa ni kifungo cha nje, yani ni kifungo huru tunasema kwa lugha sahihi ambayo unaweza kuielewa zaidi. So rapper Young Thug aliweza kuingia kwenye mtandao wa X, nikimaanisha Twitter kwa mara ya kwanza ilikuwa inaitwa hivyo, anaweza kuandika ujumbe mara baada ya ripoti kuibuka kwamba ofisi ya mwendesha mashtaka wa kaunti ya Fulton imewasilisha ombi la kufuta masharti ya uangalizi dhidi yake. So msanii huyo aliweza kuhukumiwa kifungo cha nje cha miaka 15 chini ya uangalizi, na kwa sasa anazuiwa kuingia katika eneo la Metro Atlanta kwa miaka 10. Kwa wenzetu nchini Marekani vifungo au mtu kwenda jela imekuwa ni kawaida, kwa sababu au kuna baadhi ya watu pia wamekuwa wanaona kawaida sana kwenda kituo cha polisi au kwenda gerezani kama hivyo. Ikumbuka kumbe mmoja kati ya wasanii pia wengine ukiachana na hip hop pia ni Chris Brown, pia na yeye alikuwa ni mmoja kati ya wasanii ambao walishawahi kusema kwamba yeye maisha ya jela kule anayapenda, kwa sababu wanakuwa free kufanya chochote ambacho unakifanya. Kama ni muziki unaweza kuendelea kufanya, sio kama kifungo chetu ukiona umeenda jela basi wewe ni yani kule ni mwendo wa kunyea debe mwanzo mwisho. Sasa nyaraka za mahakama zinasema kwamba tangu kuhukumiwa, mshtakiwa amehusika katika vitendo ambavyo vinaweza kutishia usalama wa maisha, lakini pia mashahidi na waendesha mashtaka wa kesi hiyo vinavyowatalishwa kesi zinaendelea kisheria na vitastahili kuhukumu na uangalizi nje ya jela kufutwa mara moja. Ombi hilo linaeleza kwamba udhaifu wa mahakama hii na usalama wake wanahusika katika kesi hii ya mashtaka viko hatarini sana. So hii inakuja mara baada ya Thug kuweza kumuita Marcel Vertido Mong mkubwa zaidi katika ofisi ya mwendesha mashtaka. Rapa huyo ameweza kuyajibu hayo katika kuandika kwenye post yake ambayo amekwisha kuipost kwenye mtandao wa X. Ameweza kutiririka pale na kuweza kulalamika, licha ya kwamba yuko kwenye kifungo cha miaka 15 ya nje, lakini miaka 10 haruhusiwi kwenda katika mji wa Fulton au mji wa Atlanta ambao unapatikana huko Metro nchini Marekani. Vifungo hivi vimekuwa vinawapa uhuru sana, lakini pia ingekuwa kwa Tanzania unaweza kusema mtu bwana anaweza kufungwa labda katika gereza kutokea hapa labda Dar es Salaam, haruhusiwi kwenda mji fulani, inaweza kawa ni Dodoma, inaweza kawa ni Mwanza, inaweza kawa ni Mbeya, anakuwa haruhusiwi kanyaga sehemu hizo ndani ya miaka kadhaa, ambapo kwa rapa Young Thug Atlanta ni mji ambao hataruhusiwa kukanyaga ndani ya miaka 10. Bana, imekuwa ni noma sana. Hii ni Sawasawa Digital, endelea kutufuatilia kwa sababu updates zote za entertainment, siasa pamoja na kimichezo utakuwa unazipata hapa kwa muda na wakati ambao unakuwa unastahili. Ciao.